Lakini ninasema jamani, hakuna rais kama Mama Samia Suluhu Hassan, wallahi hakuna. Taka msitake, huyu mama amepatia. Acheni roho mbaya, roho mbaya. Huyu mama anapatia. Mungu kamwafikisha. Na sisi huko katika dini hakuna kama Sheikh Abubakar bin Zuberi. Au wazee wametangulia, wameasisi hii baraza, wameasisi. Alhamdulillah, hatuwezi kuacha kuwashukuru uasisi wao. Baraza hili tumelikuta, ijapokuwa wakati linazaliwa sote tushakuwepo, lakini wakati ule tusingepewa mimi na wewe uongozi. Tulikuwa watoto 68, tulikuwa watoto bwana wewe. Lakini hakuna kama huyu bwana Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Karibu Sheikh Hamid Masudi Jongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii Bwana Hamad Hassan Chande, ungalikuwa kule kwetu Kibiti ungeitwa Mwichande, lakini huko ulikotokea unaitwa Chande. Mheshimiwa Mufti na wajumbe wa Baraza la Ulama wote na mashekhe wote, na kwa kuwa mmeshatajwa sana na wakuu wa mikoa wote, lakini katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania siachi kumtaja, Bwana Nuh Jabiri Mruma, lakini kaimu wetu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, huyu ni lazima tumtaje kwa sababu mgeni bado. Mliobakia nyote ni weneje, hata wewe uliyetoka Dodoma, Sheikh wa mkoa wa Dodoma ni mweneji wewe, umekomaa. Lakini bila ya kuwasahau kina mama wakiongozwa na Bibi Shamim Khan ambaye ni mkubwa wao, lakini mama anayemaliza muda wake katika mkoa wa Dar es Salaam Bi Mariam, na wengine ambao tunawatarajia watakuja kwa sababu uchaguzi uko milangoni. Kwa hiyo hatutajadiliana majina ikawa labda tunaanza kupiga debe, tutaonana wakati wa kuchaguana. Neno langu ni fupi sana, kwamba huyu mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi, mimi ninamfananisha sana na yule mtumishi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayejulikana kwa jina la Thauban, ambaye alikuwa akimtumikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule alikuwa anamtumikia Mtume, lakini Sheikh Abubakar bin Zuberi anaitumikia al-ilmu sharif, elimu katika dini ya Kiislamu Tanzania. Na mimi nimepata kusema kwamba huyu ni mujaddid, ana renew mambo. Ninathubutu kusema kwamba kweli ametanguliwa na mamufti, kuanzia Shekhe mzee wetu Sheikh Ahmed bin Juma bin Hamedi, lakini akaja mzee wetu Sheikh Shaaban Simba. Hao ndio watangulizi wake, lakini mimi ninasema, unajua mimi nikiamini jambo sina kigugumizi katika kulisema. Hata katika siasa mimi ninasema jamani, wamepita marais kuanzia baba wa taifa,
kaja mzee Ali Hassan Mwinyi, kaja mzee Mkapa, kaja mzee Kikwete, lakini kaja pia Magufuli ambaye ametangulia mbele ya haki na wengine huko pia wameshatangulia mbele ya haki. Lakini ninasema jamani, hakuna rais kama Mama Samia Suluhu Hassan, wallahi hakuna. Taka msitake, huyu mama amepatia. Acheni roho mbaya, roho mbaya, huyu mama anapatia. Mungu kamwafikisha. Na sisi huku katika dini hakuna kama Sheikh Abubakar bin Zuberi. Au wazee wametangulia, wameasisi hii baraza, wameasisi. Alhamdulillah, hatuwezi kuacha kuwashukuru uasisi wao. Baraza limelikuta, ijapokuwa wakati linazaliwa sote tushakuwepo, lakini wakati ule tusingepewa mimi na wewe uongozi. Tulikuwa watoto 68, tulikuwa watoto bwana wewe. Lakini hakuna kama huyu bwana Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, kwa sababu mmewahi majengo yaliyokuwepo hapa na ardhi ilivyokuwa hapa na huo msikiti uliokuwepo hapa. Angalieni na msikiti uliopo sasa, kwa juhudi za huyo ambaye mimi ninamuita ni mujaddid. Maulana, ana usamii hadha mujaddid, mujaddid al-asr ala mustawa Tanzania. Ama kusema kweli, huyu ndio mufti. Mufti ni yule anayefikiri, mufti ni yule anayebuni, mufti ni anayetizama mbali kuliko tunavyotizama watu wengine. Ndio mufti, ndio kiongozi wa dini na ndio kiongozi wa dunia. Sasa nikwambie bwana Chande, mufti anatengeneza vijana hapa. Hadhara hii majority ni vijana hawa vijana hawatokusumbueni nyinyi serikali, hasa wakati inapotokea ile mito ya maandamano. Humu humpati, humu hayumu. Kunatokea kila wakati mito ya maandamano, tuandamane, sijui haki haki haki. Hawa wanatoshelezwa na haki wanayolakiniwa na mufti kupitia Darul Maarif, kwa sababu haki yao ni kupata elimu na wanaipata, na mheshimiwa mufti anaitekeleza kwao. Haki yao kulelewa, mufti anawalea. Haki yao kucheza, na hawa wanacheza hapa. Sasa hivi ukitaka wacheze watacheza hapa, wewe mwenyewe unaweza kuchukua na uzee wako. Hawa hahitaji haki, hawa wanahitaji kusoma, halafu baadaye wanahitaji ajira. Na wewe umehitaji ajira pale ofisini, inshallah watakuja kuzichukua zile ajira kupitia kwa mheshimiwa mufti. Sasa mnataka nini tena baada ya hapo? Thauban alikuwa anamtumikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini alikuwa hawezi, akirudi nyumbani kwake wakati huo anataka arudi tena kule kwa Mtume, kwa sababu alikuwa hawezi kumfariki Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam namna anavyomtazama kwa mtazamo wake, mpaka Mtume akamwambia, wewe nakuona unakonda konda, unaumwa nini? Anasema, kinachoniumiza mimi hii kuachana na wewe. Anasema, sasa mimi situpo wote? Anasema, ndio, lakini mimi ninafikiria baada ya hapa mimi na wewe tutakufa. Tukifa mimi hata nikiingia peponi nitakuwa huko Tandika, pepo yenyewe.
tandika na kajongo, lakini wewe utakuwa pamoja na mitume wenzio huko juu huko. Ndipo ilipoteremka aya inayosema waman yuti llaha warasul faulaika maa alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Hii aya imeteremka kwa sababu ya huyo Thauban. Hebu niambieni, kwa nini ilikuwa kwa ajili ya kuswali sana au kwa ajili ya kufunga sana? Kwa ajili ya kumpenda tu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahaba ya Bwana Mtume yamemfanya Thaubani atakwenda kukaa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anampenda hapa duniani. Naomba tusidanganywe na wale ambao wanasema kupenda mbali na kutekeleza mbali, yani huwezi ukawa unapenda bila ya kutekeleza. Wallahi unaweza kupenda bila ya kutekeleza yakakubaliwa kama yalivyokubaliwa na Thauban. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti, mimi nisirefushe maneno, endelea hivi hivi unavyofanya, na sisi tuko bega kwa bega na wewe, na tunasema kama walivyosema masahaba wa Bwana Mtume. Hatutosema kama walivyosema watu wa Musa kwa Musa, idhhab, sisi tuko hapa. Hapana, sisi tutakuwa pamoja na wewe kwa vyovyote vile, kwa sababu imani yetu hasa mie na kufa na wewe, imani yetu, lakini hasa mie na kufa na wewe. Wewe ndio mufti na wewe ndiye uliyebeba hii BAKWATA, hakuna mtu mwingine. Chukua 10,000. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.